Unajua nimekuona tu nikajiuliza. Kamata. Did you just sit on a pile of sugar? Because you have a very sweet sitting elevation. Jaga vizuri sana. Nikuulize. Kwani unafanya kazi na Safaricom? Unaona uko na bonga kwa hii? Sawa.
Sasa kukata kitu. Huyu mwenye simu ndio jamaa kumaanisha huyu mtu wake. Nataka ukule pole pole tumalize. Alafu ni sawa. Anacheka. Amemua kidhani ako na kiti. Nenda kuchukua. No, mtu naana kitu. Sio ana shek. Mwambie namba yako hapo. Mwambie namba yako. Ana kitu. Mwambie namba yako. Mgeuza. Mwangusha. Inamisha bana. Hai. Mgeuza. Wale. Dola. Jinsi rafiki yangu alivyoniambia kuwa hiyo dawa kwa hakika ingefanya kazi. Sasa hizi nataka niende ninunue vipodozi niendelee kuwanyonywa na mwingine pesa, si ndio? Si vizuri. Ungerukia. Ndio watu amevaa ile yake hero na akakuja kuja kila black. Nikaa tu angalia kuja hii. Nikajanja. Sikika hapa. Dada kusikiliza. Ujirudi hadi vile hapo ulipo. Mume uliye na mali china tena kila kitu ambacho mwanadamu yote amemwomba Mwenyezi Mungu anafaa kuwa nacho. Umemzidi hata kwa Suleiman kwa kujifika hadi na kusahau kwa kila kitu kinamtaji. Suluhu labda umesahau kulipotoka. Umeanguka kukuta siku zako 15 iliyopita. Tumekuangia katika mkataba wa ndoa yetu. Kwa nini unataka kujitia mnazo kuhusu ahadi ulizozitoa jamani? Umesahau namna tulivyohangaika tukachekwa na watu tukakosa hata marafiki na hatimaye tukabadilika majina ya ajabu. Umesahau mume wangu. Umesahau namna kazi yako ya kuuza makaa ilipofika majina ya ghafla baada ya serikali kupiga marufuku kukataliwa katika eneo la Dar es Salaam. Kwani atakuwa anajiona tu akiwa amelala. Sasa hivi tuone zoom mwisho wapi? Zoom kabisa, tuone mwisho wapi? Zoom hadi karibia kabisa hapo kwa kichwa.
Sikujua siri yote ambayo nilijua. Sikuweza hata kueleza. Ni mashine. Tupandishe hiyo. Baada ya kutengua, akakuchukulia hatua za kisheria kwa kuchukulia kwa shamba lake. Sikusema chochote. Nilikuwa kinywa changu na hata nikapelekea kufa. Ninapohisi kuwa nitakufikia siri yako usiitwaje. Hata watu wenzangu wakiniuliza kwa nini nilifanya maendeleo katika eneo hili. Sitaweza kueleza. Sitawahi kuambia mtu kuleta maendeleo kwa kuwa ulikuwa ukitafuta mbinu za kumlipa bwana Goma pesa zake alizokuwa pesa. Ulipokuwa ukifanya kampeni za kuwania kiti cha ubunge. Sitamwambia, narudia tena, sitamwambia. Mume wangu, Suluhu leo au kesho nitakamilisha sera yangu duniani na naomba kwangu kwa wewe ndio chanzo cha maisha. Jamani atingii. Kupata kwako nyumbani siku baada ya siku na vitendo vya hewani ni miongoni mwa mambo yaliyochangia kuyopita kwangu. Kila mara nilipowatembelea madaktari walinijuza kuwa sikuwa mgonjwa wa ila nilikuwa na msongo wa mawazo. Mume wangu wewe umejua mambo tangu sitakuwa basi sitalalamika. Iwapo baada ya kifo changu daktari nakuachia nao katika miaka yako iliyobaki, basi naona bora nipe hilo litoje. Usitaki kuwa sikuwa na uwezo wa kusomesha vitendo vyako kidogo. Usitaki kuwa sikuwa na uwezo wa kusikia sumu kwenye chakula changu na kukuangamiza. Usitaki kuwa sikuwa na uwezo wa wote. Naomba ujue kwamba iwapo ningekuangamiza, singeweza kuifundisha dunia hilo muhimu. Chukui kamera iko au na nikuchukui hadi uko mbali sana wewe. Hata nikifika kuendelea kusema na wewe kukumbusha kuhusu namna ya kuishi. Kwa sasa nakuomba ukome Abigail ili usije ukamwangamiza na kama naye aje kujuza na kulia. Ninakuomba mume wangu mpendwa, watunze walezi na ikiwezekana waeleze kila kitu kuhusiana na wale wako wa milele Suluhu. Basi Abigail alipomaliza kuisoma barua ile, machozi yalimtiririka mbele. Hakuwahi hata fikiria siku moja kwamba Bwana Suluhu ambaye alimwamini na kumpenda sana ungekuwa aliyekuwa alihusika na kifo cha mama yake. Kusanya virago vyake na asichukuliwa solo katika kituo cha daladala na akarudi hadi chuoni. Yaani mimi maisha yangu yote nimemtumikia Bwana Suluhu. Alafu ati yeye ndiye aliyewaangamiza wazazi wangu. Hiyo ni haki kweli? Hapana. Ni haki kweli? Hapana. Haki kwa kweli unatafuta. Unatafuta hiyo. Ni haki. Oh my God. Akatamani sana kuangamize. Lakini hakuwahi fikiria hata siku moja anaweza kuangamiza. Basi baada ya kuondoka ni kweli kisinarudi ndani ili kila mtu angeshauri. Ile kisinarudi ndani. Aliona barua ile, alijua kwamba basi Abigail alikuwa amekisoma. Akajizoazoa akatoka kule. Basi kifo cha Suluhu akingeleta suluhu duniani iwapo kila mtu